السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بعد يكمشكر الله سبحانه وتعالى إنكم تكيا رحمة kipenzi chake na kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah kwa kutujalia kuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wamebahatika kuyapata masiku kama haya tukufu ndani ya mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Tukiendelea na kukumbushana masala ambayo kwamba inahusiana na mwezi mtukufu kama huu. Jana tulizungumzia kuwa mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa tauba. Ramadhan shahru tauba, ni mwezi wa tauba, lakini liman taba, kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuchukua fursa kama hii na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukamaliza katika shurut za tauba alivyozikusanya al-Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin katika mlango wa tauba, akazieleza zile sharti za tauba. Ikiwa kosa ni baina ya mtu na Allah subhanahu wa ta'ala, akatuambia basi kuna masharti tatu ambayo kwamba lazima yatimie ili tauba yake ikuwe yenye kukamilika. Sharti ya kwanza akatueleza ni kuwa yule mtu aondoke katika lile kosa. Sharti ya pili awe atajutia kutekeleza ile kosa, na sharti ya tatu aweke maazimio ya kuwa hatorudi katika ile kosa abadan. Kisha akasema na ikiwa ile kosa tataallaku biadami au tataallaku bihaqi adami, inahusiana na haki ya binadamu mwingine au binadamu mwenzake, pengine amemnyang'anya mtu kilicho haki yake, basi ili ile tauba yake iwe ni yenye kukubalika, basi pamoja na sharti zile tatu inahitajika ipatikane sharti nyingine, aregeshe yule ambaye kwamba amemdhulumu kile ambacho kwamba amemdhulumu. Tukaona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba yaonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa na furaha sana wakati mja wake ambaye kwamba ameidhulumu nafsi yake, akaingia katika maasi, akaingia katika madhambi, anaporejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala huwa na furaha kwa mja kama huu. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoonekana akipanda kwenye mimbar, akapanda katika daraja ya kwanza ya mimbar akasema amin, akapanda katika ngazi ya pili akasema amin, akapanda katika ngazi ya tatu akasema amin. Baadaye masahaba walipomuuliza akasema katika hizi amin mmojawapo alinijilia malaika Jibril, akawa ni mwenye kuniambia raghima anfu mri'in, amepata hasara mtu ambaye kwamba adraka Ramadhan, amebahatika kuupata mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan, falam yughfar lahu, kisha mtu kama huyu akawa Ramadhani imeingia siku ya mwanzo mpaka imekwisha, akawa yeye hakusamehewa madhambi yake, basi huyu anakuwa amepata hasara.
hasara ambayo kwamba ni kubwa, kwa sababu ni mwezi wa tauba, ni mwezi ambao kwamba futihat abwabul janna, milango yote ya pepo huwa ni yenye peponi huwa ni yenye kufunguliwa, wa ghulikat abwabun nari, na milango yote ya moto huwa ni yenye kufungwa, wasufidati shayatin, na mashaitani huwa ni wenye kufanya nini? Kufungwa vile vile, kutiwa minyororo. Kwa hivyo nafasi za huyu mja kupata tauba zinakuwa ziko juu zaidi katika mwezi kama huu. Sasa ikiwa masiku kama haya yatatupita, ndugu zangu, bila ya sisi kupata tauba, kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni hasara kubwa. Amini ya pili asema, kaniambia Jibril amepata hasara yule ambaye kwamba atawapata wazazi wake kisha akaikosa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amejaliwa akawaona wazazi wake, akawapata wazazi wake. Sasa ile kuwapata wazazi ilikuwa ni sababu ya wepesi ya yeye kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ridhallahi fi ridhal walidain, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko pamoja na radhi za wazazi wawili, na hasira za Allah ziko pamoja na hasira za wazazi. Sasa kuwafanyia ihsan wazazi imekuja katika ayat za Qur'an, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ameweka hukumu Allah subhanahu wa ta'ala, ameweka ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala, asiabudiwe yoyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, na wafanyie wema wazazi wawili, japo mmoja wao amefikia umri wa uzee au wote wawili wamefikia umri wa uzee. Fala tanharhuma, usiwakaripie, usiwaambie japo wa qul lahuma kaulan karima, na uambie maneno ambayo kwamba ni maneno mazuri. Kwa hivyo ihsani ya wazazi, ikiwa mtu atabahatika kuwapata wazazi wako hai akaikosa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atakuwa amepata hasara. Leo sisi tujiulize, wale ambao kwamba wana bahati, wale ambao kwamba wana bahati wazazi wao wako hai, tujiulize muamala ya sisi na wazazi wetu iko katika hali gani? Na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki ya Allah subhanahu wa ta'ala awarahamu, Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe makosa yao, ajalie makazi yao katika janna. Sasa wewe ambao kwamba una nafasi ya mzazi wako, unamuona, una nafasi, unaweza kuzungumza naye, hii ni fursa kubwa ya wewe kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mambo ambayo kwamba aweza mtu, kwa sababu tawassul, kuna tawassul ambayo kwamba inakubalika kisheria, na kuna kutawassal kwa Allah ambayo kwamba unakubalika, na kuna tawassul ambayo kwamba haikubaliki. Angalia katika hadithi ambayo kwamba inapatikana katika Ar-Riyadhus Salihin, katika mlango wa kuwafanyia wema wazazi, kuna hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa mafhumu ya hadithi, sema kuna watu watatu ambao kwamba walikwenda katika safari, kisha wakafikiwa na giza, wakaliona pango, wakaingia katika ile pango, likatoka jiwe likafunga ule mlango wa ile pango, wakawa sasa hawawezi tena kutoka. Wakaambizana, hatuwezi kutoka katika hali kama hii mpaka tumuombe Allah kupitia kwa zile amali ambazo kwamba tumezifanya kwa ajili yake. Mmoja akasema, nilikuwa mimi na wazazi wangu, nilikuwa simtangulizi yoyote kabla ya hawa wazazi wangu, na nilikuwa kila jioni na waletea maziwa. Basi moja katika masiku nikachelewa kuwapelekea ile maziwa. Nilipofika nikawakuta wale wazazi wangu wamefanya nini? Wameshalala. Nikahofia kuamsha, nikasimama na
na ile nile mpaka asubuhi, huku watoto wangu wanalia huku kulia na kushotoni. Ya Rabbi, ikiwa nilifanya hivyo kwa ajili ya kutafuta radhi zako, basi tuondole hili ambalo kwamba tuko nalo. Ile pango ikafunguka kidogo, wakawa hawawezi kutoka, ikafunguka sehemu. Sasa hapa angalia, huyu ametawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa amali ambayo kwamba alifanya. Amali yenyewe ni kuwafanyia ihsani wale wazazi wake. Kwa hivyo ihsani ya wazazi ni katika amali ambazo kwamba ni kubwa. Na kupata shida, mimi na wewe leo wengi tupata shida. Hebu tujiulize, tuko na uhusiano gani baina yetu sisi na wazazi wetu? Tunawafanyia ihsani? Tunawaangalia? Je, tunawatii? Sehemu moja tu tumekatazwa kuwatii, ikiwa wao watakuwa ni wenye kutuamrisha kutekeleza yale ambayo kwamba yanakwenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo masiku haya, ndugu zangu, ni masiku ambayo kwamba tutakia kutumia katika kukithirisha kheri. Kukithirisha kheri ya kila aina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sama ramadhana, yoyote yule ambaye kwamba atafunga mwezi wa Ramadhani imanan, kwa imani kisawasawa, wa ihtisaban, na hali ya kuwa anatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakuwa ni mwenye kusamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hivyo ni mwezi ambao kwamba mpaka kupitia kwa saumu yenyewe, ikiwa tutaifunga kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, saumu yenyewe kule kufunga inakuwa ni sababu ya sisi kusamehewa yale madhambi yetu. Sasa ni nini ambayo kwamba inatuzuia sisi, ikiwa hatuna udhuru wowote ule, ni nini ambayo kwamba inatuzuia? Katika hadithi nyingine ambayo kwamba pokelewa na Abi Said al-Khudri, tukimaliza na hadithi hii, asema, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna yeyote ambaye kwamba anafunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila kwa ajili ya siku hiyo aliyofunga moja kwa ajili ya Allah, Allah huiweka mbali uso wake kutokamana na moto wa Jahannam masafa ya miaka 70. Kwa siku moja anawekwa mbali uso wake na moto wa Jahannam masafa ya miaka 70. Je, yule ambaye kwamba atafunga siku 29, au yule ambaye kwamba ikiwa mwezi ni wa kukamilisha siku 30, yule ambaye kwamba atafunga atakuwa katika hali gani? Kwa hivyo hizi fursa, ndugu zangu, kuna wengi ambao kwamba lao tutaangalia katika hizi safu zetu, tutapata kuna wengi ambao kwamba tulikuwa pamoja nao mwaka jana tukifunga pamoja, tukipata iftar pamoja, wengine ni jamaa zetu, ndugu zetu, wazazi wetu, wazee wetu, lakini leo hawapo tena, wamekwisha tangulia mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nao vile vile walikuwa na matarajio kuwa na wao Ramadhani hii wataipata. Sasa mimi na wewe tuchukue ile kama ibra, tuchukue ile kama funzo, kuwa hii nafasi ambayo kwamba tumeipata tuipatilize, tuitumie kisawasawa, kwa sababu hatujui. Malakul maut hajafungwa, mashaitani ndio wamefungwa. Hatujui kama leo tutakamilisha hii saumu ya leo, hatujui kama hii Ramadhani tutakamilisha. Kwa hivyo kwa hali kama hiyo, mimi na wewe kila dakika ambayo kwamba inapita tunafaa kuichukulia kama golden chance ambayo kwamba tusiiwache
ikapotea patupu, tusije tukawa miongoni mwa wale ambao kwamba wamebahatika kuyapata masiku tukufu kama haya ya Ramadhan, lakini hawakutoka na chochote katika masiku kama haya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.